Somo la nguvu ya ulimi. Nguvu ya ulimi. Yes. Tukasemaje kwa habari ya ulimi? Kwa nguvu ya ulimi nakumbuka uliongea nguvu ya ulimi, kuna mambo ambayo unatamka wewe mwenyewe na mambo ambayo umetamkiwa. Nimekumbuka mambo mawili. Moja nimelisahau. Yes. Kuna naye kumbuka yote matatu? Kuna mambo matatu nilisema. Mama pale anataka kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka kwa mengine unaweza kusema lugha ambayo kutamka kwa mwenzio lugha mbaya, alafu wewe mwenyewe matendo mabaya. Amina. Mungu akubariki. Kuna mwingine mpe Jaki hapo. Mimi ninachokumbuka ni wewe kutamkiwa na wewe kutamka na kujinenea mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi kuona kwamba tuna darasa ambalo wanakumbuka. Tulisema nguvu ya ulimi. Tukasema nguvu ya ulimi inaweza ikaleta mauti, nguvu ya ulimi pia inaweza ikaleta uzima. Kwa hiyo vile tunavyojitamkia ndivyo hatima yetu tunapata kwa nguvu ya ulimi. Tulijifunza vitu vingi, ila kwa kupoteza muda, maana mambo mengi tutashikishana huku kama kanisa. Nimeipa somo la leo, kichwa cha somo inasema, andika, iko nguvu kwenye kumngoja Bwana. Andika, iko nguvu kwenye kumngoja Bwana. Iko nguvu kwenye kumngoja Bwana. Unaweza kumuuliza jirani yako, je, wewe unamngoja Bwana? Kuna watu hawaulizi jirani yao. Amekujibuje? Eliza amekujibuje? Ni mama yake anamngoja Bwana. Basi Mungu awabariki. Ipo siri kubwa kwenye kumngoja Bwana, na tutaenda kusimama katika kitabu cha Isaya 40. Isaya sura 40 mstari wa 28 mpaka 31. Nitaomba mtu aliyepata aweze kunisomea Isaya 40 mstari wa 28 mpaka 31. Kuna aliyepata? Nasema 40:28. Inasema, je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen. Mungu akubariki. Kitabu cha Isaya sura 40 mstari wa 28 inasema kwamba, inatuambia kwa ujumla kwamba ipo nguvu katika kumngoja Bwana. Na pale ambapo unakuwa katika kumngoja Bwana, Mungu huwa anakupa nguvu. Kipindi cha kumngoja Bwana ni kipindi kigumu. Siwezi kujua unamngoja Bwana sehemu gani. Mwingine anaweza kumngoja Bwana kwenye mahusiano yake, mwingine anaweza kumngoja Bwana kwenye ndoa yake, mwingine anaweza akasema kwamba namngoja Bwana katika huduma yake. Unaweza ukawa huko katika kumngoja Bwana sehemu tofauti. Tunamngoja Bwana katika sehemu tofauti za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nitatoa mfano, mimi napenda kujitolea mfano mwenyewe. Mimi nilipokuwa binti nilikuwa pia nikimngoja Bwana. Sema haleluya. Haleluya. Nilikuwa namngoja Bwana. Lakini enzi zile za ubinti, naweza ukasema kuna wakati mwingine unaweza ukafanya vitu ukaona uko sahihi, au ukiwa kijana lakini kumbe sio sahihi. Wakati mwingine unaweza ukaona hapa ninafanya lakini niko sahihi, lakini hauko sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namngoja Bwana, ila kipindi kile nilikuwa namuomba Mungu anisaidie nipate mume mwema. Bwana Yesu asifiwe vijana. Wa vijana tusmile kidogo, na wadada.
nilikuwa namngoja Bwana kwa ajili ya kupata mme bora. Lakini hicho kipindi nilikuwa ninamuomba Mungu sana na namngoja Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tusijidanganye jamani. Kwenye swala la upendo kuna mwingine anakuambia nilionyeshwa, nikaona ameshuka dada. Sawa, Mungu anaweza kuonyesha, lakini kuna wakati pia upendo wako Mungu anaweza kukuonyesha pia direct kwamba huyu mtu ni mtu sahihi kwako. Huyu mtu sio mtu sahihi kwako. Nachotaka kumaanisha hapa ni kwamba mdada, unapoambiwa na kijana kwamba nakupenda au inahitaji uwe mwenzi wangu wa maisha yangu baadaye, pata muda wa kumuomba Mungu, lakini usimsubirishe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usimsubirishe karibia hata miaka 2. Ni kwamba unatakiwa kama unampenda unamwambia sawa, kama umpendi unamwambia hapana, yaani uwe straightforward. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapokuja muombe Mungu, kama sio sawa mwambie hapana, siko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Vivyo hivyo na kwa upande wa kaka, Mungu anapokupa neema. Hii kanisa tumekuwa tukisisitiza sana kwa habari ya kuoa na kuolewa, sijajua kwa nini. Sijajua. Lakini mimi niseme tu kuoa na kuolewa sio jambo baya, ni jambo zuri. Ni jambo zuri, na mtu anayekuambia kwamba ndoa ni ndoano sio kweli. Tuliooa na kuolewa jamani tunyoshe mikono. Labda naomba maiki hapo nisaidie umpe kakaangu Kasanda mkongwe. Aniambie ndoa ni ndoano au ni ndoa nzuri. Tunaenda kwa vitendo leo. Ndoa ni nzuri. Haleluya, tumchapie Bwana Yesu makofi. Njoo kwa mzee wangu kiongozi hapa. Ili tujifunze, maana msisikie tu maneno ndoa ndoano. Ndoa ni nzuri sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikienda kwa mama yetu Mama Kameta atakwambia ndoa ni nzuri, mpaka sasa hivi amekuwa mzee wa miaka 79. Kwa hiyo mtu asikufundishe ujinga. Nina stiki hapa, tutaendelea. Somo langu ni refu kidogo na tutamaliza kwa wakati. Mtu asikuingizie ujinga kwamba ndoa ni ndoano. Chochote kinachoingia kinaathiri maisha yako. Na utashangaa umekaa miaka paka 50, 40, 70 huko, iwezekana umefika. Unaogopa kwa sababu ya maneno. Watu walikwambia ndoa ni ndoano, hakuna hicho kitu. Na nikwambie no one is perfect. Hakuna mtu ambaye ni perfect kwenye ndoa. Yaani tunasaidiana. Hata mzee kiongozi pale atakwambia kuna wakati tunaenda tunachunana hivyo, lakini wanakuja wameshikana. Mzee Kasanda atakuja na Mariamu wake hapo amekuja. Lakini usizani kwamba hawapiti watu kwenye changamoto, wanapitia. Lakini hakunaga tambalale tu. Yaani unaenda haleluya, rika baba huko. Hakunaga, lazima tupitie huko. Kwa hiyo vijana wangu tunyoshe mikono juu, tupungiane, tusiogope. Haleluya. Amina. Niko kwenye kichwa kinachosema iko nguvu kwenye kumngoja Bwana. Nitaenda kwa ufupi sana maana nataka tushirikishane kama kanisa. Nini maana ya kumngoja Bwana? Nini maana ya kumngoja Bwana? Naomba nipate mtu mmoja au wawili ambao watatupa maana ya kumngoja Bwana. Nimesema leo sitaongea peke yangu, tutashirikishana ili tuweze kujifunza. Nini maana ya kumngoja Bwana? Usiponyosha mkono nitakupoint. Nini maana kumngoja Bwana? Naomba umpe maiki hapa mzee wangu wa kanisa. Mr. Gaspar. Nini maana kumngoja Bwana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kumngoja Bwana ni kuyaishi yale maisha matakatifu na amri zake. Na maagizo yake ambayo ameagiza, ndio kumngoja. Amina, tumpigie makofi. Kuna mwingine anataka kujaribu nini maana kumngoja Bwana? Basi mimi nitatoa maana ambayo nimeipa kwenye kichwa changu kicha habari. Tunaposema kumngoja Bwana ni kuishi kwa subira ukimtegemea Mungu. Kumngoja Bwana ni kuishi kwa subira ukimtegemea Mungu wakati wa shida au unaposubiri ahadi zake. Ni kuishi kwa subira ukimtegemea Mungu wakati wa shida au unaposubiri ahadi zake. Utaandika kitabu cha Zaburi 62 mstari wa kwanza. Zaburi 62 mstari wa kwanza, hii inasema namngojea Mungu peke yake, kwa utulivu kwake watoka wokovu wangu. Pia utaandika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 12. Warumi 12 mstari wa 12 inasema kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu.
tunaenda kwa haraka kidogo. Utaenda kuandika mambo matano muhimu. Mambo matano muhimu ya kujifunza kuhusu kumngoja Bwana. Mambo matano muhimu ya kujifunza kuhusu kumngoja Bwana. Utaingia pointi nyingine inasema wakati wa kumngoja Bwana Mungu anaangalia vitu vifuatavyo. Ndio hivyo vitano tutaenda kuvitaja. Wakati wa kumngoja Bwana Mungu anaangalia vitu vifuatavyo. Namba 1, Mungu anaangalia uaminifu wako kwake. Wakati wa kumngoja Bwana Mungu anaangalia uaminifu wako kwake. Je, wakati unamngoja Bwana akupe hilo hitaji lako? Je, wewe unakuwa ni mwaminifu wakati wa kumngoja Bwana? Bado unatunza uaminifu wako wakati wa kumngoja Bwana? Wakati wenzako watakwambia kwamba hili haliwezekani, wakati ambapo unasubiri Mungu akupe muujiza wa mke bora au mume bora, bado utakuwa mwaminifu kwa Mungu? Hiyo ni namba 1. Namba 2, Mungu anaangalia imani yako kwake. Mara nyingi watu tunaposema tunamngoja Bwana, unamngoja Bwana lakini mwingine anamngoja ila hana imani. Lakini Mungu anasema kwamba tunatakiwa tuwe na imani kwake. Tumwamini Mungu wakati tunamngoja Bwana. Haiwezekani ukasema namngoja Bwana wakati una imani. Unapotarajia kitu fulani, unapotarajia aidha Mungu akubariki uwe na nyumba kubwa, Mungu akubariki uwe na usafiri mzuri, Mungu akubariki uwe na watoto wazuri, lazima uwe na imani ya kwamba ipo siku nitaweza kupata hivi vitu. Ipo siku Mungu atakuja kunibariki. Ni wakati wa kumngoja Bwana na Mungu anaangalia imani yako. Na mtu anaweza kusema kwamba kumngoja Bwana na nina imani inakuwaje? Ushawahi kuona mtu ana imani ya kwamba atambariki kuwa na watoto lakini hana uwezo wa kupata mtoto? Kipindi kile ambacho yule mtu anasubiri, kuna dada mmoja alienda akanunua nguo za watoto. Yaani ameambiwa wewe huwezi kupata watoto, lakini yeye alienda kununua nguo za watoto. Akanunua nguo za watoto, akanunua mabeseni yake, akaandaa kila kitu, akaweka. Na anaendelea kuja kanisani anamuomba Mungu. Wala hajamshirikisha mtu. Unajua kuna vitu vingine Mungu anataka kuangalia imani yako, lakini pia watu wengi tunakosa kufika hatima yetu kwa sababu ya kushirikisha vitu. Umeelewa? Yaani sio kila kitu cha kumshirikisha mtu. Yaani kuna jambo lako ambalo Mungu amekupa, ni wewe Mungu anataka ungangane nalo. Sasa wewe unatoka, Mungu kakuonyesha tu usiku, moja kwa moja unaenda kwa rafiki yako unamwambia. Yawezekana Mungu hajataka umshirikishe yule rafiki yako. Anaweza akakupa majibu ambayo yatakukatisha tamaa, itakusababisha wewe akuvunje moyo katika kumngoja kwako Bwana. Tunapomngoja Bwana huwa hatusikilizi sauti ya kushoto wala kulia. Mungu amekwambia nenda mwaka fulani nitakubariki, nitakupa mume bora, nitakupa mke bora, nitakupa gari, nitakupa nyumba. Simama na hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie upande wa kushoto wala kulia. Na tusio wepesi wa kuongea ndoto zetu. Hiyo sio point naongezea tu hapo kwenye imani. Yaani kuna vitu Mungu anakutazamisha kwamba nitakufanyia hivi, nitakufanyia hivi, na haijaisha bado tu umeenda kuambia wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mtu ambaye uko naye karibu anakuwazia mema. Tuko kanisani, tunampenda Mungu, tunaenda wote mbinguni. Lakini kuna vitu Mungu anataka ukae navyo wewe mwenyewe, umuombe Mungu aweze kukushindia kwenye hivyo. Kuna mambo mengi ambayo tunapitia magumu kwa sababu tuliweza kushirikisha tu mtu. Yaani kitu Mungu anataka udili nacho mwenyewe ukamshirikisha rafiki yako. Kile kitu kinakuwa kigumu sana. Kama mchawi ku experience kitu. Yaani kuna jambo ambalo unataka kufanya, either unataka kufungua duka kubwa au unataka kufanya biashara. Ukishaanza kutangaza, basi unashangaa ile biashara huwezi kufanya tena. Ni kwa sababu unaanza kuweka uadui, unakuwa vita vinakuwa vingi. Na kama nguvu yako ya maombi ni ndogo, unashangaa huwezi kufikia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawasawa na yule mtu ambaye amepata mchumba, ameposwa, anamposti mtandaoni kila dakika. Kila dakika, huyu ni mchumba wangu, ni bebi wangu. Sio kila mtu anafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatakiwa tukae navyo wenyewe, tumuombe Mungu, tusishirikishe wengine, tumshirikishe Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amina. Jambo la tatu, Mungu anaangalia upendo wako kwake. Mungu anaangalia upendo wako kwake. Katika kumngoja Bwana, Mungu anaangalia, je, una upendo kwake? Unampenda Mungu? Unataka Mungu hakujibu mahitaji yako, unapeleka mahitaji yako kwa Mungu, lakini humpendi. Unasema tu nampenda mdomoni, lakini moyo wako uko mbali na Mungu. Muda wa kuja kanisani, wewe unakaa unafanya biashara. Hatukatai biashara, si ndio zinatupa hela, tunatupa chakula. Mimi huwa nawaza inakuwaje wale wenzetu wanatushinda. Tukienda yale maduka kule ya Kariakoo, ikifika saa 7 hawafungui. Saa 7 wewe hupati biashara yoyote. Kuna siku tulienda na mzee kiongozi hapa, tulienda kufanya shopping zetu kule za wamama. Ilifika saa 7 tulikaa kwenye kiti, tunasubiri kununua mapazia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumekalishwa, tumeambia sasa subirini kwanza tunaenda kuswali. Hebu niambie hapa ni nani ambaye muda wa ibada ukifika au wa maombi anasema subirini nikaombe afu nitakuja. Hem, tunyoshe mkono. Tuwe waaminifu basi. Tuwapigie makofi. Dada Eliza hujanyosha. Bwana Yesu asifiwe. Dada Eliza huwa ninamuona. Dada Eliza ana stationery yake pale. Lakini ukifika muda wa maombi yeye huwa anafunga. Sasa usiseme huyu mama anataka tufunge biashara tutakula nini? Tuwe na imani katika kumngoja Bwana. Tumtangulize Mungu katika mambo yetu, tumtangulize na Mungu na yeye pia atafanya ya kwetu. Haleluya. Jambo la 4, Mungu anaangalia uvumilivu wako kwake. Je, unavumilia wakati wa kumngoja Bwana? Unavumilia au ikija changamoto kidogo umerudi nyuma? Mwenzako kakusema vibaya, unarudi nyuma kipindi cha kumngoja Bwana. Na pale unapokuwa unataka kurudi nyuma ndipo muujiza wako unapokaribia. Tuwe makini sana. Yaani kuna wakati Mungu amekaribia kukupa muujiza wako, alafu anakuta hujavumilia, umemwacha. Kuna binti moja tulikuwa tunakaa naye pale nyumbani. Wakati huo mimi niko mdogo, nilikuwa nasoma kama sikosei ni form 2 au form 1. Unajua babangu alikuwa anapenda wageni sana. Mimi nafahamu anapenda wageni. Yaani pale tulikuwa ile nyumba watoto labda tuko 3 ambao wamewazaa yeye. Wengine walikuwa wako sehemu nyingine. Lakini ile nyumba tulikuwa tunafikia wakati mwingine 20. Alafu sio kwamba alikuwa vizuri sana kiela. Kipindi kile alikuwa ameacha kazi. Nakumbuka alikuwa anaonyesha upendo. Na tulikuwa mabinti wengi. Chumba kimoja mnaweza kulala watu 5. Wengine wanalala chini. Witi anakumbuka. Witi alikuja mwishoni. Kwa hiyo kulikuwa na wadada wengi, wakaka wengi, na tulikuwa tunaenjoy sana. Yaani tunafurahi. Yaani sio ile mtoto mgeni kaja unanuna. Sisi tulikuwa tununi ndio tunafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile nyumba ilikuwa imejaa watu wengi. Wadada wengi. Dada amekuja kanisani, amepata changamoto, anambia mlete, aje. Wakati huo mzee kiongozi alikuwa mzee Samamba. Kwa hiyo tulijikuta tunakaa na wadada wengi na wakaka wengi, tunafikia almost 20. Yule dada alikuwa ni mwaminifu sana, anampenda Mungu sana, na alikuwa mstari wa mbele. Lakini ilifika hatua shetani anapotaka kumwangusha mtu huwa anatumia njia nyingi sana. Yule dada huwezi kuamini, ilifika hatua akawa amebadilika, alikuwa jeuri. Yaani ukimuona tu unamwangalia. Sasa mimi nilikuwa niko karibu nao, lakini siwezi kumwambia baba huyu amebadilika, amekuaje, lakini unakaa unaona huyu mboni hayuko viwango vile. Kumbe yule binti alikuwa amepewa ujauzito. Akaficha na mzee alikuwa hajafahamu. Lakini baadhi ya viongozi walifahamu, wakamwambia huyu mtu hayuko sawa. Alitoroka. Yaani alitoroka kwa aibu, akaogopa kwamba labda nitafukuzwa, nitatengwa. Na baba alikuwa mkali, alikuwa anatuchapa fimbo. Yaani angepigwa hata fimbo 20 yule dada. Alikuwa haogopi, huyu ni mdada, huyu ni mama, unalala chini unachapwa. Kwa hiyo alikimbia yule dada. Kweli moyo wangu uliuma sana, nikasema yani shetani anaona hatima yako inafika. Na alikuwa mrembo sana, very beautiful. Alikuwa ni mzuri, lakini shetani alijua kabisa huyu nikimwangusha sasa hivi hatima yake. Hata sasa hivi maisha yake ya kiroho sio kama yale ambao unategemea huyu angekuwa mtu mmoja mkubwa sana. Shetani alishaishika hatima yake. Kwa hiyo pale ambapo unasema hapa mimi nakata tamaa, shetani anaweka mikakati ya kukuangusha ili usifikie hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumuombe Mungu atusaidie tuweze kufikia hatima zetu. Pia Mungu anaangalia bidii yako katika kumtafuta Mungu.
bidii yako katika kumtafuta. Katika kumngoja Mungu au kumngoja Bwana, Mungu anaangalia bidii yako ya kumtafuta. Je, ni mtu ambaye unakuja kwenye maombi, morning glory unakuepo, kipindi cha maombi saa 9 unakuepo, ibada za katikati unakuepo ukosi, ibada za Jumapili unakuepo? Yaani wewe umekuwa na bidii ya kumtafuta Mungu wakati wote. Hauna muda wa kukaa nyumbani na kuanza kupiga story. Yaani mimi huwa nawaza, hivi unapateje muda wa kupiga story? Mimi sijawahi kupata huo muda kweli mwenzenu. Tangia nikiwa shuleni, nikiwa kazini, sasa hivi niko hapa ndio hii kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kumtumikia. Lakini sijawahi kupata muda idle. Sijawahi. Kwa maana ya kwamba unapotafuta muda ukiwa idle haufanyi chochote, shetani naye anapata muda wa kukupa nafasi. Kama umekaa nyumbani unaangalia movie, ule muda kwa nini usitoe nafasi yako uende kuomba? Kwa nini usitoe nafasi yako uende kumtembelea mpendo ambaye hukumuona kanisani? Usisubiri paka mzee kiongozi au mchungaji msaidizi aseme twende tukawaone watu ambao wajeje kanisani. Weka ratiba yako ya kutembelea watu, ila upate kibali kwa mchungaji, maana alituambia wakati tunaenda kutembelea watu tupate kibali. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi jamani, tutunze muda wetu. Tuwe na bidii katika kumtafuta Mungu. Kuna watu hapo wananibariki sana. Ni wengi mnanibariki. Bwana Yesu asifiwe. Niseme tu wote. Mna bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kama wako ambao wana bidii basi wachache. Bidii ya kumtafuta Mungu. Unakuta kwenye maombi saa 9 yeye haachi. Kila siku. Hata hapa nikisema ni nani anawahi saa 9? Mtamtaja. Nani anawahi saa 12? Saa 10 kwenye maombi, saa 11 tunafahamu. Ile ni hali ya bidii ya kumtafuta Mungu. Kama sisi wanadamu tunajua huyu mtu anamtafuta Mungu ana bidii, kwa Mungu ni zaidi. Ili Mungu aweze kutujibu maombi yetu lazima tuwe na bidii ya kumtafuta Mungu. Lazima wakati mwingine tuache mambo yetu. Wakati mwingine tuache biashara zetu tumkabidhi kwanza Mungu. Maana kuna wakati unaweza ukafanya biashara ukasema mimi hapa ndo natoka hapa ndo nitafanikiwa hapa, lakini unashangaa bila kumtafuta Mungu. Wenzako wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaenda kuchukua ilizi wanaweka, lakini wewe una ulinzi. Unashangaa biashara yangu mbona inakuwa ni ngumu? Hauna ulinzi, lakini ukimtafuta Mungu kwanza, Mungu anaenda kulinda biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tukae makundi kwa watu 5 Tutaenda kuolozesha faida ya kumngoja Mungu. Nitahitaji faida 5 za kumngoja Mungu na hasara 5 za kutokumngoja Mungu. Tukae watu 5. Naweza tukaa hata 6 ili tutaelezea. Mtamtafuta mtu ambaye anawaelezea wengine, atuelezee kwenye kila kikundi atakuwepo mwakilishi mmoja. Nataka faida 5 za kumngoja Mungu. Tuna dakika 5 na hesabu. Faida 5 za kumngoja Mungu na hasara pia 5 za kumngoja Mungu. Nimesema tutaje faida 5 za kumngoja Mungu. Dakika ya kwanza imeshaisha. Faida 5 za kumngoja Mungu na hasara 5 za kutokumngoja Mungu. Faida za kumngoja Mungu. Faida 5 za kumngoja Mungu na hasara 5 za kumngoja Mungu. Tumebakisha dakika 3. Faida 5 za kumngoja Mungu, hasara 5 za kutokumngoja Mungu. Naomba kila mmoja ashiriki. Naweza nikakupointi ambayo hujajiandaa. Imebaki dakika 1. Wananiambia niongeze tena dakika. Faida 5 za kumngoja Mungu na hasara 5 za kumngoja Mungu.
Kama umemaliza kundi lako unaweza ukanyosha mkono ili tuanze na wewe wakati wengine wanaendelea kujadili. Kuna kundi lililomaliza? Nimeongezea dakika 2. Kama kuna kundi limemaliza, wanaweza kasimama. Mungu awabariki. Hata kama hazijafika 5 hizo hizo, imradi upate faida na hasara za kutokumngoja Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuanze na kundi la Eliza. Eliza anasema hajamaliza. Wakina nani wamemaliza? Okay, tumpe pale kundi la Shemasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen, tumsikilize. Faida 5 tulizopata, ya kwanza ni kufikia hatima yako, ya pili kufika mbinguni, ya 3 kubarikiwa, ya 4 kutembea na uwepo wa Mungu au ukipata kibali, ya 5 kushinda dhambi. Na hasara tulizopata 3 ni kukosa nguvu za Mungu, ya pili kuangamia kiroho, ya 3 kutofika mbinguni. Amen. Tumpigie makofi. Kundi lingine? Kwa Gaspar hapo. Mwakilishi wenu. Amina. Faida ya kwanza inasema kwamba kufanikiwa kimwili, kufanikiwa kiroho, utapata kibali kwa Mungu na wanadamu, mwisho mwema. Hasara, kutofanikiwa kimwili, viwango vya kiroho vitashuka, tumaini litapotea, kukengeuka au kuondokiwa na imani. Ya 5 tukasema kwamba kushuka kwa viwango vya kiroho. Amina. Amina, tumpigie makofi. Kundi lingine lilomaliza? Peleka maiki kwa Kasanda pale. Bwana Yesu asifiwe. Sauti. Faida ya kumngoja Bwana. Kwanza unakuwa mtumaini Mungu kwa yoyote. Unakuwa na amani kwa vile unamtegemea Mungu, unamngoja Mungu ukiwa na furaha, amani, upendo, unakuwa mtu wa upendo. Unakuwa mtu wa kutembea kwenye njia ile Mungu anayoitaka, kwenye mapenzi ya Mungu. Na hasara, unakuwa mtu ambaye hauna amani, hauna mwelekeo, maisha yako yanakuwa ovyo. Katika kazi yako haiwezi kwenda vizuri kwa sababu hauendi kwa vile Mungu anavyopenda. Yaani Roho Mtakatifu anapokuongoza haufati. Unakuwa mtu wa kutumia akili zako, lakini unapomtegemea Mungu, Roho Mtakatifu ndiye anayekuongoza kwa kila kitu. Unakuwa unaenda vizuri kwa sababu upo na Mungu. Roho Mtakatifu anakuongoza. Ukitaka kwenda kinyume, anakwambia mwanangu pite huku, kwa sababu una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiwa unamtegemea Mungu, ukimngoja Mungu, kitu cha kwanza unatakiwa kuwa na Roho Mtakatifu. Ndiye anayekuwa mwalimu wa kukuongoza katika yote. Amen. Tupigie makofi mengi zaidi. Mwingine? Kwa Eliza. Okay, tuende kwa Judy afu tumalizie kwa Eliza. Amina. Faida za kumngoja Bwana. Ya kwanza ni kupata baraka zinazomalizikia na utukufu wa Mungu. Lakini ya pili kuinuliwa. 3 unapata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Shemasi, naomba uangalie watoto nje. Hasara, usipomngoja Bwana unapoteza muujiza wako, lakini unapata anguko, inaweza ikawa mauti ya kiroho au kimwili pia. Lakini nyingine unapoteza imani yako kwa Mungu, na mwisho unakosa kibali kwa Mungu na wanadamu. Amina, tumpigie makofi. Kuna kundi lililobaki? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Faida za kumngoja Bwana. Mungu anakuwa mwaminifu katika mambo yako. Mungu anakutimizia ahadi zako kwa uaminifu. Mungu anakuwa pamoja na wewe. Mungu anakupa uvumilivu
Mungu anakuwa mfariji wako katika kumngoja. Pia sala, kukosa ahadi ambazo Mungu alikuahidia zinakuwa hazitimii. Unakumbwa na roho ya uasi, inakuwa inakunyemelea, kukosa nguvu ya Mungu, kukata tamaa na kuvunjika moyo. Pia unakosa tumaini na baraka za Mungu. Hizo ni hasara. Amina. Hem, tujipigie makofi. Naona wengi mmeweka pointi nzuri sana, na baadhi ambazo umetaja na mimi pia niliziorozesha hapa. Kwa kusummarize, mimi niliandika faida ya kumngoja Bwana. Wote tuko sawa, hizo ni faida. Mimi niliandika kwamba utapata nguvu mpya. Neno la Mungu linatuambia kwamba wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Yaani wewe kila siku utakuwa unapata nguvu mpya, hata utachoka. Ukimngoja Bwana ukiwa na subira hautachoka. Ya pili ikasema kwamba utakuwa mtu wa furaha. Yaani wakati wote ukimngoja Bwana utakuwa una furaha. Unajua mimi namngoja Bwana, namngoja yule mchumba wangu yupo, Mungu amempa. Yaani Mungu atamleta tu. Yaani una furaha wakati wote, hata kama hujamuona. Hata ile nyumba yako ambayo unatarajia itakuja, ukiwa na imani na kumngoja Bwana unaamini kwamba itakuwepo. Kwa hiyo wakati wote utakuwa na furaha. Kwa hiyo kingine nikasema ambao wametaja pale kwenye grupu la Kasanda, utakuwa na amani. Ametaja Mama Gitano, utakuwa na amani. Ni kweli ukimngoja Bwana kwa subira utakuwa na amani, hautakuwa na pressure, wakati wote utakuwa naishi kwa amani. Kwenye sala nikaipa kwamba hautafikia hatima. Kama haumngoji Bwana hautafikia hatima. Kama tulimuona ule dada, hakumngoja Bwana kwa saburi, akaishia yule kijana akamdanganya, hakufikia hatima yake. Nyingine nikaipa kwamba utakuwa mtu wa huzuni, kwa sababu hakufikia ile hatima yake. Alitamani kuolewa kwa ndoa nzuri, lakini alidondoka, shetani alimwekea vikwazo, baadaye akawa mtu wa huzuni, akaona kama mimi nimekosea, ule nilie naye sasa hivi sio sahihi. Kwa hiyo kuna ile hali ya huzuni ambayo shetani atakuwekea. Nyingine utakosa amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufikia hitimisho langu, nilipenda kuongea pia kwa habari ya wanafamilia, wanandoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kumngoja Bwana, tunapokuwa kama ni wanafamilia, tunatakiwa kuambatana pamoja kiroho na kimwili. Naposema kiroho, kama familia au wanandoa, tunapomngoja Bwana tuhakikishe tuwe tuna muda wa kusali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mtu tu anaenda anachukua shuka lake analala. Yaani wewe hata kama unamngoja Bwana, mafanikio yako yatakuwa magumu, kwa sababu huyu amelala anawaza kazi, huyu amelala anawaza hiki. Lazima wakati wa jioni, wakati wa usiku, mpate muda wa kuomba, mtu na mke wake na familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye jambo la pili pia, kwenye upande wa kiroho, tuwe na muda wa kuulizana maswali. Mke wangu, leo umesoma somo gani? Umesoma andiko gani? Akwambie nimesoma kitabu cha Zaburi. Zaburi inasemaje? Atakwambia Zaburi inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Kwa hiyo ile hata kama umetoka huko bize kazini, amekwambia lile neno, unapolala utasema yeye wamtumainio Bwana. Utakuwa unatafakari. Tuko bize sana, lakini tupate muda kama familia ya kupata muda wa kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Pia wakati wa kumngoja Bwana ili Mungu aweze kujibu mahitaji yetu kama wanafamilia, kama wanandoa, tunatakiwa tuwe tunaambatana pamoja. Sio mmoja ametangulia mbele, mmoja anatangulia nyuma. Haleluya jamani. Amen. Yaani baba anaona aibu kutembea na mke wake. Ulimuoa nini? Bwana Yesu asifiwe. Hivi kweli baba mchungaji, naomba baba mchungaji sana. Ndio tunamalizia, nimeambiwa muda wangu umeisha. Yaani wewe mwenyewe unampenda mume wako, alafu hautaki kuambatana naye. Yaani muda wa kwenda kanisa unaambia tangulia, nitakukuta pale kwa nani? Tangulia. Unaona aibu ya nini kutembea na mke wako? Tena inawezekana mshike mkono. Bwana Yesu asifiwe jamani. Mshike mkono, kwani kuna dhambi gani? Kwani umezini? Si wa kwako, ni wa kwako jamani. Maisha duniani, asante. Maisha duniani ni mafupi. Hebu linga na huyo mtu wako aliyekupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani imefika tu wanandoa kanisani tumekuwa hapana. Yaani Mungu ametupa tusizidi na wale watu wa mataifa. Huyo hakuna atakayetokea mwingine labda paka afe. Na tuombei hafi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe umepewa na huyo, mpende huyo, hata kama unaona mdomo umeenda pembeni, sijui jicho limefanya. Huyo ni wa kwako. Mpende. Bwana Yesu asifiwe. Ninabarikiwa sana na couples nyingi sana hapo wanakuwa pamoja. Dada kaka Kasanda pale napenda yuko na mke wake wanakula pamoja. Inahamasisha, si ndio? Mzee kiongozi na wengine wengi, si ndio? Yaani tusiachane nyuma. Yaani mmoja akatembea mbele wanaona hawa hawapendani. Sio kwamba tunajionyesha, hapana, lakini lazima ifike hatua tufanye vitu kwa pamoja.
Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu unaweza ukazania ni vya kawaida kawaida. Mimi paka chakula huwa sili paka namsubiri baba pale. Naambia akipakua nakwambia pakua tule hapa hapa. Anapakua, tunakula pamoja sahani moja. Hata kama nakata matonge makubwa ataniambia hapo mama punguza. Tunasaidiana. Sasa wewe ukienda kwa watu sasa utawatia hivi. Tukikaa wenyewe tunakula, tutakuwa tunaambiana hapo unakata vibaya, tafuna vizuri, ukila unakula vizuri. Sasa wewe kama unamtenga mke wako, mume wako, mnakaa mbali mbali, mtajifunza wapi? Hivi vitu mbinguni hamna jamani. Ni hapa hapa duniani. Cha mwisho, maana muda wangu umeisha. Cha mwisho, mnapopita kwenye changamoto, kwenye maisha magumu, unajua kuna wanandoa fulani wanatoka sehemu moja kwenda nyingine. Sasa nimehamia kwa wanandoa na ndo namalizia hapo. Wanatoka maisha ya chini. Kuna watu walikuwa wanakula ugali na chumvi, wengine wanakula mlenda, yani wanaishi maisha magumu. Lakini baada ya kufanikiwa, yule mama haoni hata kinyama cha kuku. Inaenda wapi hujui. Yani naomba hiyo ishindwe isiwepo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapo struggle tukiwa wote chini na huku juu tushangilie wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mipango yetu tunayopanga tupange kwa pamoja. Haiwezekani wewe unajenga nyumba kwenu mimi sijui. Hivi ni haki kweli? Wanandoa, ni haki kweli? Yani mama anajenga nyumba kwao alafu mume wake ajui. Anasema huyu atanikatalia, acha nikajenge nyumbani kwetu lijumba liishi. Sawa unajenga lakini sio sawa. Lazima mkae kwa pamoja, mpange mipango yenu kwa pamoja. Na hiyo ndoa ikifanya hivyo inakuwa na mafanikio. Nataka tuweke msingi, tunakaa pamoja jamani, tunajenga ile nyumba yetu iko kule Kimanzichana. Si ndio? Tunaanza kuweka tofali na mke wako anajua. Na ile hali ya kutolea hela huku kwenye mfuko, hiyo ishindwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Toa hela. Mimi baba ananiambia kachukue hela kwenye wallet. Kachukue hela kwenye wallet jamani. Sasa kuna mwingine anasema subiri kwanza. Wewe unahesabia hela hivyo nyuma, sio vizuri jamani. Mimi najua hapa kanisani hamna. Hamna. Mwambie mke wako kachukue wallet. Hesabu, akiona hata akikuta 100,000 anafurahi. Anafurahi. Sisi wanawake tunapenda hela pia. Kwa hiyo, yani kuna namna jamani, wakaka msiwakazie wake zenu. Ashukuriwe Mungu baba. Mimi namshukuru Mungu. Sijivuni. Sina cha kujigamba ila neema. Yani hatujivuni wala tujigambi. Lakini jamani ifike hatua wallet ya mume wako unaichukua tu. So kwa nini umechukua? Wewe umechukua wallet. Ya nini unapata shida? Muache dada akachukue hela. Akachukue. Anajua tulikotoka, tumetoka mbali. Yani tumetoka mbali sana. Tumekula vilivyokuwa ni milenda. Sio kwamba mlenda mbaya, si mnajua. Lakini tumekula vile vya chini sana. Mimi sasa hivi nikitaka naambia baba, mimi nataka kuku. Wewe kamchukulie kuku chapchap. Kwa hiyo nakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haiwezekani mmetoka maisha ya chini baadaye mnakuja kuachana. Hiyo baraka haitadumu. Ni wasi wanandoa tunapobarikiwa tuwe pamoja na mafanikio yetu tunayopanga tupange kwa pamoja. Sio mmoja anataka kujenga Chalinze, mmoja anataka kujenga Chikuyu, sio mmoja anataka kujenga. Hiyo roho ishinde kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu atubariki tuwe na familia njema na Mungu aone uzee wetu ukiwa vizuri. Tunaona hapa mzee Songolo, umri wake umeenda. Amekaa na mama yetu vizuri paka Mungu amemchukua. Amekaa na mama yetu vizuri. Si mnajua alikuwa anakuja kanisani. Baba yetu hapa mzee Kameta. Wanaishi vizuri. Yani muda wote walikuwa wanaambatana na mzee Kameta anakuja hapa na mke wake. Si ndio? Yani ile paka mbinguni imeandikwa. Yani wameishi vizuri kwa upendo. Sasa jamani maisha duniani mafupi. Mpende huyo. Mungu akubariki.